na kwenda kuanza ratiba yetu muhimu ya mafungo ya siku 12, mafungo maalum kabisa kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa kutusaidia kuweza kumaliza salama mwaka 2025 na kupanda mbegu kwa ajili ya mwaka 2026. Ni jambo la muhimu sana katika ulimwengu wa roho kushukuru kwa ajili ya mwaka ulioisha na kuandaa mwaka unaokuja, ili mwaka unaokuja uanze ukiwa tayari uko fiti. Bondia mzuri afanyi mazoezi siku ya pambano, ila bondia mzuri anafanya mazoezi kabla ya siku ya pambano. Tunapouanza mwaka, baadhi ya watu ndio huwa wanaanza maombi ya kukabidhi mwaka. Sasa hicho kitu kibinafsi huwa akinibariki. Unawezaje ukaanza maombi huku tayari uko ndani ya mwaka? Ni sawa na bondia yuko ulingoni afu anaanza kunyanyua vyuma kujiandaa. Na ndio maana Mungu ametupa hii hekima. Kabla ya kuanza mwaka tumeanza gym siku 12 tukijifua. Na katika siku hizi 12, kila siku moja itakuwa inawakilisha mwezi mmoja katika mwaka. Na ndio maana ni siku 12 na mwaka una miezi 12. Kwa siku ya kwanza tunasimama kwa ajili ya mwezi wa kwanza wa mwaka ulioisha na mwezi wa kwanza wa mwaka ujao. Mafungo yetu haya yana sehemu mbili, yana asubuhi na jioni. Kama hivi asubuhi tutakuwa tunasimama kwa ajili ya shukrani kwa ajili ya mwaka ulioisha. Alafu jioni tutakuwa tunasimama kwa ajili ya kupanda mbegu juu ya mwaka unaokuja. Kwa muda huu asubuhi ya leo tumesimama kwa ajili ya kwenda kushukuru kutokana na Januari ya mwaka 2025. Alafu jioni tutaenda kupanda mbegu kwa ajili ya Januari ya 2026. Nafikiri umeshaelewa. Ni muhimu sana unaposhiriki haya mafungo uwe umefunga chakula. Umefunga chakula mpaka jioni. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Kwa wale ambao mna changamoto za kiafya au ni mzazi, wewe unaweza ukafunga kwa njia ya sala peke yake. Au wengine unaweza ukajipunguzia chakula. Lakini kwa yule mwenye afya njema kama mimi, umepewa hiyo neema, hakikisha unafunga chakula kabisa mpaka jioni, ukishinda ukisali na kuomba. Na ni muhimu sana kwenye haya mafungo uwe unasikiliza hizi audio na tunasali pamoja, maana kufunga bila kusali ni sawa na kushinda na njaa. Kufunga bila neno ni sawa na kupoteza muda. Kwa usipoteze muda wako bure, zingatia ya masharti. Lakini pia tutakuwa tuna tendo la sadaka. Ile sadaka ambayo tungetakiwa tutoe mwisho wa mwezi, tutakuwa tunaitoa kila siku katika hichi kipindi. Kwa mfano, unaweza ukawa labda umezoea mwisho wa mwezi ulishajipangia kadiri Roho Mtakatifu ambavyo alishakuongoza kutoa 10,000 kila mwisho wa mwezi. Mfano nimetoa. Unaweza ukaigawanya sasa hiyo 10,000 yako. Ukawa 500 unaitenga ni kwa ajili ya kushukuru siku ya kwanza ya kile ulichotendea Januari ya 2025. 500 ni kwa ajili ya kupanda mbegu ya Januari ya 2026. Kwa baada ya maombi unaruhusiwa kuitoa. Wala hata usiogope, unaruhusiwa kuitoa, na maana pia tutakuwa tunawekea namba za simu zetu za siku zote za sadaka. Siku ya pili tena hivyo hivyo, siku ya tatu hivyo hivyo. Kwa wapendwa, na wakaribisha sana, naomba tufungue kwa sala, tuanze rasmi mafungo yetu. Kwa wale ambao hamnifahamu, ni wageni kwenye kundi letu na kwenye madhabahu yetu, naitwa Mwalimu Petro, niko jimbo la Arusha nchini Tanzania. Hapa ni Jerusalem Family TV, huduma ya uinjilishaji kwa njia ya vyombo vya habari. Karibu sana. Tusali. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunakushukuru Mungu, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza ya mafungo yetu. Tazama Baba, tunaenda kuanza rasmi. Bwana, tunaomba Roho Mtakatifu tusimamie. Baba, hii ni siku ya kwanza, ni lango la siku zote 12. Tunaliinua jina lako wewe, Alfa na Omega. Tazama Baba, yamkini wengine ni mara yao ya kwanza kufunga, wengine ni waoga kwenye kufunga, lakini wamesema kwa imani tutafunga.
Naomba Roho Mtakatifu tuwezeshe yote katika neema yako na upendo wako. Achilia mafuta ndani yetu katika jina la Yesu Kristo. Tusaidie tuweze kustahimili haya masaa yote, e Bwana. Tusaidie juu ya kile tunachoenda kuombea. Baba, kipate kibali kwako katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, tushushie mafuta, tushushie nguvu, tushushie afya, ili Bwana kile tunachokifanya hapa kiweze kuleta matunda ndani yetu na ndani ya kanisa. Katika jina la Yesu tunakemea kila roho zote za uzito, roho zote za njaa kinyume na mkono wako. Tunaomba Bwana uzisambaratishe. Tunaomba Mungu utusimamie, na wewe ndio uwe mwongozaji wa mafungo haya, katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Karibuni sana wapendwa. Somo letu tutakalokuwa tunatembea nalo, ikiwa leo ni siku ya kwanza kwa upande wa asubuhi, tumesimama kwa ajili ya kushukuru kwa ajili ya mwezi Januari wa mwaka 2025. Somo tutakalotembea nalo linaitwa shukuru kwa ajili ya mbegu iliyopandwa malangoni bila kujali matokeo yake. Somo letu linaitwa shukuru kwa ajili ya mbegu iliyopandwa malangoni bila kujali matokeo yake. Shukuru kwa ajili ya mbegu iliyopandwa malangoni bila kujali matokeo yake. Hili ndiyo somo tulilo nalo. Ikiwa leo ni siku ya kwanza somo letu, tutaanza kulisimamia hili somo kwenye lango la mwezi wa kwanza wa mwaka 2025. Tutaenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya mbegu ambazo zilipandwa. Mungu alipanda, nyingine tulipanda sisi wenyewe katika lango la mwezi Januari la mwaka huu wa 2025 unaomalizika. Andiko letu litakalo tuongoza ni kile kitabu cha Injili ya Marko sura ya 4 ule mstari wa 3 hadi wa 8. Marko sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 8. Marko sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 8. Inasema namna hii: Sikilizeni, tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Nyingine ikaanguka penye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota kwa kuwa na udongo haba. Hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Nyingine ikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikaisonga isizae matunda. Nyingine ikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikamea na kukua na kuzaa, 130, 160 na 100. Oh, haleluya! Wana wa Mungu aliye hai, tumsifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Katika hili neno tunapata nafasi ya kuona aina 4 za mbegu zinazopandwa na mpanzi. Katika hili neno tunapata nafasi ya kuona aina 4 za mbegu zinazopandwa na mpanzi. Mbegu ya kwanza tunaona ile mbegu ambayo Biblia inasema mpanzi anaipanda kando ya njia. Mbegu ya pili tunaona ni ile ambayo anasema mpanzi akaipanda kwenye mwamba, akaipanda kwenye mwamba. Mbegu ya tatu tukaona ni ile ambayo mpanzi akaipanda kwenye miiba, akaipanda kwenye miiba. Na mbegu ya 4 ni ile ambayo mpanzi aliipanda kwenye udongo mzuri. Ndivyo Biblia inavyoeleza. Sasa huyu mpanzi, kila mbegu aliiweka eneo lake akitegemea iote, na kila mbegu iliota kadiri ya eneo iliyowekwa. Iliyowekwa kando ya njia iliota kadiri ya kando ya njia. Iliyowekwa kwenye mwamba iliota kadiri ya mwamba unavyoweza ukaotesha mmea. Iliyopandwa kwenye miiba iliota kadiri ya mwiba unavyoweza ukaotesha mmea. Iliyopandwa kwenye udongo mzuri na yenyewe pia iliota kadiri ya udongo mzuri unavyoweza ukaotesha mmea.
Asa muda huu nataka nikupeleke tuingie kwa undani kidogo kuchambua huu udongo kiundani wake na sababu za mpanzi kupanda kwenye udongo husika, kwa sababu tumesema alipanda kwenye udongo wa aina 4. Kwa tunataka tuzame ndani tuone kwa nini yapande kwenye mwiba, kwa nini yapande kwenye mwamba, kwa nini yapande kwenye udongo mzuri, kwa nini yapande kwenye njia, kwa sababu kila sehemu alikuwa na sababu yake. Sasa kabla sijakuzamisha ndani, naomba kwanza tutengeneze msingi kwa kuelewa maana ya neno mbegu kibibilia kwa mujibu wa somo letu. Tuelewe maana ya neno mbegu kibibilia kwa mujibu wa somo letu. Tukishaelewa maana ya mbegu, ndipo tukiendelea mbele tutakuwa tuna lugha iliyo nzuri zaidi. Tuangalie maana ya mbegu. Tunapoongelea mbegu kwenye somo letu, tunakuwa tunamaanisha ile hali ya mipango mbalimbali ambayo watu tuliiweka kabla ya kuanza mwaka, tukaingia nayo tukiamini itatufanikisha ndani ya mwaka husika. Tunapoongelea mbegu, tunakuwa tunaongelea mipango mbalimbali ambayo watu tuliiweka na tukaingia nayo ndani ya mwaka 2025 tukiamini itatufanikisha ndani ya mwaka huu. Narudia tena hii sentensi, mbegu. Tunapoongelea mbegu kwenye hili somo, mbegu ni ile mipango mbalimbali tuliyokuwa nayo kabla ya kuanza huu mwaka 2025. Tukauanza tukiwa nayo hiyo mipango, tukiamini kupitia mipango hii itatufanikisha ndani ya mwaka huu wa 2025. Mwaka ukiwa unaanza, kila mmoja aliuanza akiwa na malengo yake, akiwa na mipango yake, akiwa na mikakati yake, akiwa na matamanio yake. Wewe jaribu tu kuvuta picha, ni matamanio gani ulikuwa nayo ulipokuwa Januari ya mwaka huu 2025? Hapa tuko Disemba, tuko mwisho wa mwaka, tuko mwezi wa 12. Sasa rudi nyuma mwezi wa 11, rudi nyuma mwezi wa 10, rudi nyuma mwezi wa 9, wa 8, wa 7, wa 6, wa 5, wa 4, wa 3, wa 2, wa kwanza. Kumbuka ulianza mwaka ukiwa na mipango mingapi? We mwenyewe tu utajikuta kama mtu mzima mwenye akili timamu, ulikuwa na mipango mingi sana, ulikuwa na matarajio mengi sana. Hasa hayo yote utakayoyaona ulikuwa nayo, ndio tunayoyaita mbegu, ndio tunayoyaita mbegu. Hasa hizi mbegu za aina 4 tulizoziona kwenye Biblia zina nafasi ya kufanana na mipango tuliyokuwa nayo ndani ya huu mwaka tulipokuwa tunauanza. Hizi mbegu aina 4 zina nafasi ya kufanana na mipango ambayo kila mmoja alikuwa nayo alipokuwa anaanza mwaka. Wacha muda huu tuanze kwa kuangalia walau kwa siku ya leo ile aina ya kwanza ya mbegu, tupate kitu pale. Tuanze kwa kuangalia ile aina ya kwanza ya mbegu katika zile 4. Kwa leo tujifunze aina moja peke yake. Tukipata nafasi kesho asubuhi tutaangalia aina ya pili. Tuangalie ile aina ya kwanza ya mbegu peke yake. Aina ya kwanza ni mbegu zilizoanguka kando ya njia zikaliwa na ndege. Aina ya kwanza ni mbegu zilizoanguka kando ya njia zikaliwa na ndege. Mbegu zilizoanguka kando ya njia zikaliwa na ndege. Sawa na kile kitabu cha Marko nilichokusomea pale mwanzo. Tuangalie kwa sasa hivi ule mstari wa 3 na wa 4 peke yake. Pale mwanzoni tulisoma karibuni mistari mingi. Sasa hivi tutaangalia ile mistari miwili tu pale kwenye ile sura ya 4 Marko, ule mstari wa 3 peke yake na wa 4 peke yake. Inasema namna hii. Sikilizeni. Tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Kwa tunaona
Huyu mpanzi anapanda mbegu, na aina ya kwanza ya mbegu iliangukia au ilipandwa kando ya njia, na kinachosikitisha, haikupewa nafasi ya kuota. Kabla haijaota, ndege wakapita pale kando ya njia, wakaila ile mbegu. Sasa huyu mpanzi anaweza akawa mimi au wewe. Kwa kama Biblia inasema mpanzi alitoka kwenda kupanda, unaweza ukasema Petro alitoka kwenda kupanda. Kwa unaweza ukaweka jina lako, Petro alitoka kwenda kupanda. Ikawa alikopanda mbegu kando ya njia, ndege wakaila. Haikupewa nafasi ya kuota, ikaliwa hata kabla haijaota. Kwa huyu mpanzi yumkini akufahamu kama mbegu yake imeliwa. Kwa yeye amepanda, atakaa akisubiri matokeo, lakini masikini atasubiri matokeo yasiyokuja kutokea, kwa sababu anachokisubiria kilishaliwa na ndege. Mtu wa Mungu ali hai, hapa tunajaribu kuongelea ile hali ya mtu ulipoingia mwanzo wa mwaka ukiwa na mipango mingi sana, na hiyo mipango uliyokuwa nayo imeishia njiani bila kukamilika. Kuna mipango ulikuwa nayo ulipoanza mwaka, uliingia na malengo makubwa, lakini ghafla tu katikati ya mwaka, mwanzoni mwa mwaka, haujui hiyo mipango imeenda wapi. Umejikuta tu imefia njiani. Unajua kuna wakati unaweza ukawa na mtu wako wa karibu, ukamsikia anasema huu mwaka lazima nijenge nyumba. Afu mnafika mwezi wa 9, unamuuliza, hivi fulani, ule mpango wako wa kujenga nyumba umeishia wapi? Unamsikia mtu anakuambia wewe acha tu. Yaani wewe acha, mimi mwenyewe hata sielewi. Ina maana huo mpango wake umeishia njiani. Au unakuta kuna mtu anakuambia niko kwenye uchumba na mtu fulani, tunategemea mwaka huu 2025 kufunga ndoa. Wakiwa Januari, mnafika mwezi wa 6, hamuoni dalili yoyote. Unamuuliza, vipi yule mchumba wako yupo? Ile ndoa vipi uliosema mwaka huu ipo? Anakuambia wewe acha tu. Yaani sijui hata mipango imeishia wapi. Yaani imeishia tu njiani, hata sielewi. Ile hali ya mpango wako kuishia njiani ni hali ya mpango kuliwa na ndege kando ya njia. Nasema hivi, ile hali ya mpango wako uliokuwa nao ndani ya mwaka husika kuishia njiani ni sawa na ndege kula mbegu kando ya njia. Polepole utanielewa. Mfano, kuna mipango ililiwa na ndege wa majanga ya ghafla yanayotokeaga kwenye maisha bila kutegemea. Kuna majanga tu yanatokea kwenye maisha, na hayo majanga yanatokeaga ghafla. Hasa yale majanga ya ghafla unaweza ukayafananisha kama ndege anayekula mipango ya maisha. Mtu anauanza mwaka, hategemei kama atapata ajali kwenye mwaka. Ghafla anashangaa amepata ajali, na pale pale ndoto yake inakomea hapo. Kwa ina maana ile ajali ni sawa na ndege aliyekula mpango ndani ya mwaka, ni sawa na ndege aliyekula mbegu ndani ya mwaka. Au unakuta mtu kama nilivyowapa ule mfano mwanzoni, anaingia kwenye mwaka akiamini huu mwaka ninaenda kuingia kwenye ndoa, lakini ghafla anashtukia wameachana na yule mtu, na sababu ya kuachana anamfumania. Ina maana lile fumanizi ni ndege aliyekula mpango ndani ya mwaka. Si kama unanielewa? Ninakupa tu mifano michache, lakini wewe jaribu kuputa picha kwenye maisha yako, ni ndege gani alikula mipango yako ghafla kwenye huu mwaka. Tuangalie kitabu kile cha Mathayo, kuna kitu tupate pale. Injili ya Mathayo sura ya 8 ule mstari wa 24. Injili ya Mathayo sura ya 8 mstari wa 24 inasema namna hii. Injili ya Mathayo 8:24. Kwa kuwa msukosuko mkuu baharini, kukawa msukosuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wa Yesu wako na Yesu kwenye chombo, lakini ghafla bila wao kutegemea, wanashangaa msukosuko unawavamia. Mpango wao ilikuwa ni kusafiri kwenda mji fulani, lakini ghafla msukosuko unaibuka ghafla kuharibia mpango wa kwenda kwenye huo mji.
Ina maana huo msukosuko uliokuja ghafla ni ndege aliyekuja kula mbegu ya ile safari. Biblia ya Kiingereza utaelewa vizuri zaidi. Biblia ya Kiingereza imeongea vizuri kuliko hii ya Kiswahili. Kwenye ile Biblia ya tafsiri ya The Living Bible imesema namna hii kwenye Matthew chapter 8 verse 24. Inasema namna hii. Suddenly a terrible storm came up with waves higher than the boat, but Jesus was asleep. Angalia vizuri. Anasema suddenly. Neno suddenly kwa mujibu wa dictionary inamaanisha ghafla. Kwa anaposema suddenly anamaanisha ghafla. A terrible storm came up. Anamaanisha ghafla dhoruba ikatokea. Ghafla dhoruba ikatokea. Unaelewa maana yake? Ni kwamba hawakuwa wamejiandaa. Aliyekuwa amepanga dhoruba itokee hakuwepo. Hakuna aliyeombea dhoruba itokee. Ila ghafla, suddenly a terrible storm ikahappen pale pale. Dhoruba ya ghafla ikatokea. Mtu wa Mungu, kuna wakati tunaweka malengo, lakini vinatokea vitu vya ghafla vya kuyaharibu. Hivyo vitu tunavihesabu kwenye somo letu ni kama ndege aliyekula mbegu kwenye safari ya 2025. Mungu akusaidie. Angalia mfano wa pili. Mfano wa pili wa ndege. Kuna mipango iliyoliwa na ndege wa hila za wanadamu waliokuinulia maneno ya uchonganishi, ya kukukwamisha au ya kukwamisha kitu chako kizuri ulichotegemea ukipate ndani ya mwaka huu. Yumkini ulipokuwa unauanza mwaka ukiwa Januari ya 2025, kuna vitu ulitamani uvipate kwenye huu mwaka, lakini ghafla maneno yakainuka, usijue yalikotokea. Na wakati mwingine unaweza ukajua yalikotokea, lakini usijue sababu ya aliyeyainua maneno, kwa nini yameyainua. Na kupitia hayo maneno yakaharibu kile ulichotakiwa upate, kikazuiliwa kisipatikane. Na wako watu wengi sana ambao wamekosa vitu vingi sana kwenye huu mwaka. Si kwamba walipenda kuvikosa, ila kuna maneno yaliibuka ghafla ya kuwazuia. Angalia kile kitabu cha Zaburi ya 52, ule mstari wa 2 hadi wa 4. Zaburi ya 52, ule mstari wa 2 hadi wa 4. Zaburi ya 52 mstari wa 2 hadi wa 4. Inasema namna hii. Ulimi wako watunga madhara, kama wembe mkali, ewe mwenye hila. Umepanda mabaya kuliko mema. Umependa mabaya kuliko mema, na uongo kuliko kusema kweli. Umependa maneno yao ya kupoteza watu, wewe ulimi wenye hila. Natamani usikie hapa anaposema umependa maneno yote ya kupoteza watu. Umependa maneno yote ya kupoteza watu. Unapata picha kwamba kumbe maneno yana nguvu ya kupoteza watu. Narudia tena. Biblia inasema umependa maneno ya kupoteza watu. Kwa kumbe maneno yanaweza yakapoteza watu. Yana nguvu ya kupoteza watu. Na hayo maneno yanatungwa kwenye uongo wa ulimi. Yanatungwa kwenye ulimi wenye uongo. Yanakuwa madhara, yanakuwa wembe, unaovuruga life direction, unavuruga mwelekeo wa maisha ya mtu. Na ndio maana nikakusemesha, kuna watu, kuna maneno yaliinuka yakaharibu jambo lako. Kuna mtu mmoja alipataga mchumba wa kuolewa naye, na ghafla huyo mchumba akamwacha. Na si kwamba alimwacha kwa sababu alitaka kumwacha, ila kuna maneno alisemeshwa juu ya huyo mtu. Lakini pia kuna mtu mmoja aliambiwaga na mwenzake, uje kesho takupa mtaji wa biashara. Alipoenda hakupewa, akaambiwa nimeahirisha kukusaidia. Kumbe pale alipoambiwa uje kesho, yule mtu akawaiwa na watu wengine wabaya, wakamsemesha maneno, huyo mtu si wa kumsaidia, huyo mtu si wa kumfanya hivi na hivi, akaahirisha wazo lake. Mtu wa Mungu, ni mambo mangapi mwaka huu 2025 ulioingia nayo na yakakwama kwa ajili ya maneno ya watu? Utakuta ni mengi. Sasa hayo maneno ya watu ni ndege aliyekula mbegu kando ya njia. Haikusubiri yote. Na yumkini maskini ya Mungu, yumkini ulikuwa uchui, ndio unapata jibu sasa hivi.
Na ndio maana nataka nikusemeshe, Roho Mtakatifu anataka kukusaidia kwenye hili eneo, kwa sababu kuna vitu vingi unajiuliza, kwa nini kwako haijawa, kwa wengine vimekuwa. Haijawa kwa sababu vililiwa na ndege wa maneno, ndio maana havijatokea. Oh, damu ya Yesu ikuvushe. Sema amen kwa jina la Yesu. Tuangalie eneo la tatu na la mwisho, afu tuende kwenye maombi. Eneo la tatu na la mwisho, tuende kwenye maombi. Mfano wa tatu wa ndege. Mfano wa tatu wa ndege. Kuna mipango iliyoliwa na ndege wa kukosa mtaji au vyanzo vya kukufanikisha. Kuna mipango iliyoliwa na ndege wa kukosa mitaji au vyanzo vya kukufanikisha. Kuna mipango iliyoliwa na ndege wa kukosa mitaji au vyanzo vya kukufanikisha. Sawa na kile kitabu cha nabii Isaya sura ya 43 mstari wa 4 peke yake. Nabii Isaya sura ya 43 mstari wa 4 peke yake. Nabii Isaya sura ya 43 mstari wa 4 inasema namna hii: kwa kuwa ulikuwa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Katika hili neno tunaona Mungu anaahidi kwa ajili ya watu wake kwamba atatoa watu kwa ajili yao, yaani atawainulia watu, atainua kabila za watu kwa ajili yao. Kwa Mungu ameahidi kukuinulia watu, ameahidi kukuinulia kabila za watu, ameahidi kukuinulia mazingira ya kukufanikisha. Ndio kitu alichoahidi. Lakini cha ajabu, hili neno 2025 linaweza likawa kwako lilikuwa negative badala ya positive. Hulitegemea uinuliwe watu wa kukusaidia, cha zaidi yamkini hukuona yoyote aliyoinuliwa kwa ajili yako. Na unaweza ukashangaa, mbona Mungu amesema atatoa watu kwa ajili yangu, hatainua mazingira ya kunifanikisha, mbona mimi sikuyaona? Inaweza ikatokea. Nisikilize polepole, utanielewa. Inawezekana kabisa ndani ya mwaka huu ulipokuwa unaanza ulitegemea sapoti kwa watu fulani. Mwaka ukiwa unaanza ulitegemea sapoti kwa watu fulani. Yamkini ulitegemea kampani ya kundi fulani, na ukaamini kupitia kampani hiyo kutoboa kwako kuko hapo, kufanikiwa kwako kuko hapo. Lakini ghafla vile ulivyotegemea haijawa. Nisikilize polepole. Yamkini mwaka mzima umekuwa unateseka na mtaji wa biashara. Mwaka mzima uliingia kwenye mwaka huna mtaji, na umefika mwezi Disemba huna mtaji. Na kinachosikitisha, kile kidogo ulichoingia nacho unamaliza mwaka kimepukutika, umebaki na madeni. Una mawazo sasa hivi, ukisikia watu wanasema jitahidini tusivuke mwaka na madeni, wewe hilo neno linakukera, linakuwa mwiba kwako, kwa sababu wewe unajiona kabisa naenda kuvuka mwaka na nina madeni ya kutosha. Na si kwamba ulipenda madeni yawepo, hapana. Kuna watu uliwategemea watakusaidia eneo fulani, lakini ghafla tu hujui imekuwaje kwaje. Nisikilize polepole. Ile kukosa mtaji wa biashara ndani ya mwaka mzima na kutokufanikiwa kuupata, ndege alikula mbegu, ndio maana haikuwa hivyo. Ile kutegemea kuinuliwa watu na ghafla hukuwaona walioinuliwa kwa ajili yako, ni ndege alikula mbegu, ni ndege alikula mbegu. Leo asubuhi tunatakiwa tusimame, iwe ni asubuhi unanisikiliza, iwe ni mchana, iwe ni jioni, tusimame sasa tukaombe. Na tutakachoomba ni kimoja tu, kushukuru tu. Tutashukuru kwa ajili ya namna mbegu zilivyoota kwenye lango la mwanzo wa mwaka Januari. Haijalishi kuna mahala ndege alikula, tutashukuru. Kuna mahala ndege yakula, tutashukuru. Shujaa wa imani ni yule anayeshukuru kwenye maumivu. Hata kama moyo wako una maumivu sasa, moyo wako umechoka sasa, moyo wako unasema bora mwaka uishe tuje mwingine, we shukuru kwanza. Kumaliza mwaka na manunguniko
ni kuanza mwaka na laana. Kumaliza mwaka na manung'uniko ni kuanza mwaka na laana. Kumaliza mwaka na shukrani ni kuanza mwaka na baraka. Kataa kuanza mwaka na laana, kubali kuanza mwaka na baraka. Na namna pekee itakayokusaidia kuanza mwaka na baraka ni kushukuru siku ya leo kwa yote uliofanikishwa kwa mkono wa Bwana na kwa yale ambayo ndege alikula. Ndio maana Wathesalonike alisema shukuruni kwa kila jambo, baya shukuru. Akiwa na maana ndege alikula, sema asante ndege alikula. Ilifanikiwa, sema asante ilifanikiwa. Maana katika njaa Mungu yupo, katika shibe Mungu yupo, katika kukosa mtaji wa biashara Mungu yupo, katika kupata Mungu yupo, katika kukusanya Mungu yupo, katika kupoteza Mungu yupo, katika kuzaa yupo, katika kupoteza mimba Mungu yupo, katika kuachwa Mungu yupo, katika kurudiwa Mungu yupo, katika kipigo Mungu yupo, katika kupewa zawadi Mungu yupo, katika njaa na hali zote yeye ni yule yule, jana leo na hata milele. Na ndio maana haijalishi ni kipi kilitokea, iwe ni negative iwe ni positive, neno ni moja tu: asante Mungu ulinisaidia, asante Mungu ulinivusha, asante Mungu ulinipigania. 2025 kama si Bwana alikuwa upande wangu, na niseme sasa. Haleluya! Bwana wa Mungu ali hai. Rama shakarabaseke. Neno moja tu: shukrani, shukrani, shukrani. Muda huu tutaenda kutoa sadaka zetu za shukrani kwenye lango la mwezi wa kwanza. Hata kama kwa sasa hivi bado hauna hiyo sadaka yako, lakini wewe kwenye moyo wako umeshaandaa kitu utakachomtolea Bwana kwenye lango la mwezi wa kwanza kwenye eneo la shukrani. Kile kiasi ulichoandaa, iwe ni 500, iwe ni 1000, iwe ni 2000, chochote kile, kadiri ya moyo wako, kadiri ya ulivyoguswa ndani yako, unasema hii ni sadaka yangu ya kumaliza mwaka na kuanza mwaka. We ikamate tu kwa imani, ikamate kwa imani ndani ya moyo wako sadaka yako, afu twende tusali pamoja maneno ya kumshukuru Mungu, maneno ya kumshukuru Mungu. Sali haya maneno pamoja na mimi, sali kama ni ya kwako, sali kama ni ya kwako, na Mungu atakufungulia mlango wa baraka. Rashandarabosakarabashi. Jesus, Jesus. Sema haya maneno. Sema Mungu Baba. Sema tena Mungu Baba. Sema tena Mungu Baba. Ninakushukuru kwa ajili ya upendo wako pamoja na uaminifu wako. Sema Mungu, ninasema asante kwa ajili ya siku ya leo Bwana, ambayo mtoto wako nimesimama, ikiwa ni siku yetu ya kwanza ya mafungo Bwana. Sema Mungu, ninaomba toba. Ninaomba Mungu nisamehe maeneo yote ambayo nilinung'unika, nililalamika, maeneo ambayo mipango yangu ya maisha haikwenda vizuri. Sema Mungu, naomba unisamehe, maana leo nimejua kwamba ni ndege alikula, kwamba ni ndege alikula. Sema Bwana Yesu, ninarudi kwako mtoto wako katika moyo wa toba, katika moyo wa majuto, katika moyo wa majuto. Naomba unisafishe kwa damu yako, uniondolee malawama yote, uniondolee manung'uniko yote. Sema uniondolee manung'uniko yote katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, ninajiweka mikononi mwako, ninakabidhi mafungo yangu mbele zako. Sema Bwana Yesu, ninajiweka mikononi mwako, ninakabidhi haya mafungo mbele zako pamoja na sadaka yangu ninayotoa. Baba, ninaomba uipokee kwenye lango la mwezi wa kwanza la 2025. Baba, ninakushukuru kwa yale yote niliyokutana nayo katika mipango yangu. Baba, ninasema asante hata kwa maumivu niliyoyapata ya mipango yangu kukwama, mipango yangu kufeli, mipango yangu kutokufanikiwa. Sema Bwana Yesu, leo ninakushukuru, ninasimama kwa imani. Sema ninasimama kwa imani, nikiamini ndege alikula. Ninashukuru kwa ndege kula, maana uliniambia kwenye neno lako nishukuru kwa mabaya pia, na hilo pia hata kama ni baya. Baba, nasema asante, sitaki kulalamika, ila ninashukuru Bwana,
Ninashukuru Bwana, maana lile lango la mwezi wa kwanza 2025 lilikuwa ni msingi wa mwaka mzima. Ndio maana Mungu nasema asante kwa ndege wote waliokula. Baba, nami nawasamehe, maana ndege wengine waliniachia majeraha. Sema Baba, nawasamehe. Ndege wengine waliniachia maumivu. Sitaki kumaliza mwaka nikiwa nimembeba mtu moyoni. Ndio maana Mungu, ninawaachilia msalabani kwako Yesu. Sema Baba, ninawakabidhi msalabani kwako Yesu. Ndio walikula na wakaniachia maumivu. Baba, ninakabidhi mkononi mwako. Baba, ninakabidhi mkononi mwako, na shukrani hizi ninakabidhi pia. Baba, maumivu yangu ninakabidhi pia, katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Baba, pokea mateso, maumivu, pokea jina la Yesu. Endelea kuomba kwa maneno yako. Endelea kuomba kwa maneno yako. Tumia hizi dakika kadhaa. Roho Mtakatifu anaachilia. Omba kwa maneno yako. Kabidhi mbele za Bwana. Kabidhi mbele za Bwana. Maana wako watu mmeumizwa na mnataka kuvuka mwaka na maumivu. Yesu hataki hicho kitu. Yesu hataki hicho kitu. Wewe kabidhi katika moyo wa shukrani. Kabidhi katika moyo wa shukrani. Usiombe, shukuru. Kuna utofauti wa kuomba na kushukuru. Usiseme naomba hichi. No. Wewe sema na shukuru. Wewe sema na shukuru. Wewe sema na shukuru. Waliokuumiza mwambie Mungu asante kwa walioniumiza. Maana ilibidi watumike kama ndege. Maana maumivu yao ni msumeno wa kukuandaa 2026 ikawa ya kicheko. Ndio maana wewe mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Hata waliokusaliti, waliokuinulia maneno, we mwambie Bwana asante. Yahesabu kama ndege alikula. Mwambie Bwana asante. Waliosimama kama wataabishaji, wengine mpaka sasa bado kuna vitu vyako wamevishikilia. Kuna vitu kwenye hatima yako wamevikamata. We mwambie Bwana asante. Ndio unajua vipo kwao. Ndio wamekataa kukurudishia. We mwambie Mungu asante. Maana hiyo shukrani yako inafungua mlango mpya. Inafungua lango jipya. Ndio maana kuna milango mipya inafunguliwa kwa watu muda huu, kwa ajili tu ya wanashukuru. Hebu usichezee nafasi, mtu wa Mungu. Shukuru mbele za Bwana. Shukuru mbele za Bwana. Yamkini maombi yako mengi yamekuwa ni ya manunguniko, yamekuwa ni ya lawama. Leo kataa kulalamika, kataa kuhuzunika, usiwe mnyonge. Wewe leo ni kushukuru tu. Shukuru tu mbele za Bwana. Kushukuru ni kipawa. Kushukuru inafungua mlango, na ndio maana kuna milango inafunguliwa kwa sababu watu wa Mungu wanashukuru. Endelea kusema asante. Rashanda rabasaka rabashinderebosaka. Baba, pokea shukrani hizi Bwana. Tunaomba upokee na sadaka zetu. Baba pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaachilia yote mikononi mwako. Baba, tunaomba upokee. Endelea tu kushukuru, mtu wa Mungu, kwa maneno yako, na ukimaliza kushukuru, kama tayari umeshakuwa na ile sadaka yako, utaituma kwenye namba za simu. Lakini kama bado hauna, endelea kushukuru tu. Endelea kushukuru mpaka pale siku utakapoipata, ndipo utakapoweza kuitoa. Endelea tu kushukuru. Shukuru hata kwa ajili ya wale waliokudharau, wale waliokukataa, wale waliokuzushia maneno ya uongo. Shukuru kwa kila kitu. Endelea kushukuru mpaka uhakikishe huku ndani umesikia ule mzigo wa shukrani umeisha. Hata kama ukiacha mimi kunisikia, wewe endelea mwenyewe, maana kila mmoja ana mzigo kibinafsi. Endelea kushukuru ili jioni tukikutana tupande mbegu tukiwa tuko safi. Endelea mtu wa Bwana.